Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2025, habari za kuvunja moyo zimeweza kutanda Tanzania nzima. Kwa mujibu wa kile kilichoweza kuchapishwa na France 24 ni ya kwamba at least 700 dead in Tanzania's post-election protest, opposition say. Mtazamaji wangu, chapisho hili Watanzania wengi hawajaweza kulipokea vyema kutokana na bidii ambayo vijana wa Gen Z wameweza kuwekeza, leo hii ikiwa ni siku ya 4 ya maandamano ya kihistoria kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kwa nia moja ya kupinga Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutongoza Jamhuri ya Tanzania kama rais ambaye aliyeweza kuteuliwa na wananchi wa Tanzania. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia mtazamaji wangu, ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili moja kwa moja YouTube iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, maandamano ya kihistoria yaliweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania leo hii ikiwa ni tarehe 1. Maandamano hayo bado yanazidi kushuhudiwa. Mbaya kabisa, asubuhi ya leo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kutangazwa kuwa mshindi, ambaye ameweza kushinda uchaguzi ambao vijana wa Gen Z hawajaweza kukubaliana na jambo hilo, wakidai ya kwamba uchaguzi anaozidi kudai aliweza kushinda mpinzani mkuu ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu hakuweza kushiriki pamoja na mpinzani mwingine, ambapo vijana Gen Z wameweza kuweka hadharani kwamba uchaguzi huo haukuweza kuwa huru na haki. Pia iwapo uchaguzi uliweza kuwa huru na haki, mbona mitandao ya kijamii iliweza kufungwa hadi leo hii ambapo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutangazwa mshindi, ndipo ambapo mitandao hiyo ya kijamii imeweza kuachiwa huru. Mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba mitandao ya kijamii katika Jamhuri ya Tanzania, internet ilikuwa iweze kusaidia pakubwa kwa ajili ya kujaribu kupambana na vijana Gen Z ama kusikiliza ombi ambalo vijana Gen Z walikuwa wanazidi kupendekeza liweze kufanyika, ila kutokana na kuzimwa kwa internet moja kwa moja imeweza kusababisha hasara kubwa, kwani sote tunafahamu kwamba kwa baadhi ya ulinzi ulioweza kuwekwa katika maduka kibinafsi, lazima internet iweze kuwepo, ndipo ambapo usalama uweze kuimarika, ama yeyote yule atakayeweza kuhusika katika uhalifu kwa jambo lolote lile, kwa mtu binafsi ama biashara ya yeyote yule aliyoko katika serikali ama chama cha CCM ataweza kunaswa. Ila kwa kutokuwepo kwa mitandao ama internet imeweza kusababisha pakubwa hasara kuingia katika Jamhuri ya Tanzania. Mbaya kabisa, Watanzania wengi wamekuja katika comment section ya France 24 kuzungumzia uwezekano wa idadi hiyo ya watu, jinsi ambavyo imeweza kudaiwa baadhi yao kuaga dunia, wengine kupata majeraha, wengine wakiwa katika hali tatanishi. Mtazamaji wangu, hatua hii hivi sasa Watanzania wanazidi kushinikiza na kudai kwamba ni muda mwafaka kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutolewa afisini, na ndipo ambapo jeshi liweze kuandaa uchaguzi mpya. Hivyo basi Lissu pamoja na viongozi wengine wote waliokuwa wameweza kukamatwa waweze kushiriki katika zoezi la upigaji kura ama kupigiwa kura, na iwapo kwa njia moja ama nyingine kutatokea kiongozi mwingine ambaye Watanzania wataweza kumpendekeza kutokana na hali iliyoko katika Jamhuri ya Tanzania ataweza kuidhibiti, basi kiongozi huyo aweze kupewa nafasi ya kuongoza Jamhuri ya Tanzania upya kabisa. Pia waweze kubuni katiba mpya, ndipo ambapo mambo yaweze kunyoka, ama vijana hawa Gen Z waweze kusitisha maandamano yao. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa amini usiamini, vyombo kutoka katika mataifa ya kigeni yanazidi kufuatilia ripoti ambazo Jamhuri ya Tanzania inazidi kupeperusha baada ya mitandao ya kijamii kurejeshwa rasmi.
Na haya yote yanaonekana kuathiri pakubwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho angependa aweze kukifanikisha kwa yeye kuhudumu kama rais ambaye aliweza kuchaguliwa na wananchi, ila hilo linaonekana kutofanikiwa. Hasa baada ya vijana Gen Z kuendeleza maandamano yao leo hii baada ya kusikiza habari ama kutangazwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, huku baadhi ya mitandao ya kijamii kurejeshwa rasmi, ndipo ambapo vipande vya video vya halisi vilivyokuwa vikichukuliwa ama kurekodiwa katika maandamano vinazidi kupeperusha. Mengi yanazidi kufichuka ambayo Watanzania wengi walikuwa hawayafahamu, hatua ambayo inazidi kusababisha uongozi huu wa serikali ya awamu ya 6 unaotaka kuingia afisini kwa mara nyingine kuhudumu katika miaka mingine 5 ijayo. Watanzania hawana imani kabisa kutokana na vitendo hivyo ambavyo vimeweza kutokea, kwani vijana Gen Z waliweza kutoa ombi lao mbeleni kabla ya hata uchaguzi mkuu. Vijana Gen Z waliweza kumpendekeza Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru, ila hilo halikuweza kusikizwa na viongozi wakuu wa serikali awamu ya 6 na baadhi ya viongozi wakuu wa chama cha CCM, na hata kufikia hatua ya kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani, na baadhi ya viongozi wakuu waliokuwa wameweza kushirikiana na vijana Gen Z ama waliokuwa kifanya uhamasishaji ambao ulionekana kuwa kama pigo kubwa kwa viongozi wa CCM, akiwemo aliyekuwa balozi Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ni mwanachama wa CCM ndio, ila aliweza kutoweka katika hali ambayo Watanzania wengi hawajaweza kuifurahia, na mbaya kabisa ukimya wake Mheshimiwa Humphrey Polepole umeweza kuchangia pakubwa kwa Watanzania kuandamana na hata kukosoa swala la utekaji ambalo linaonekana kutokuwa geni kabisa kwa serikali hiyo ya awamu ya 6. Kwa mara nyingine vijana Gen Z hawapo tayari kwa utumiaji nguvu wa sampuli hiyo kushuhudiwa katika serikali ya awamu ya 7, ndipo ambapo hawapo tayari kwa viongozi waliokuwa kihudumu katika serikali ya awamu ya 6 waweze kuhusishwa kabisa na serikali mpya ambayo iliweza kuratibiwa kutangazwa mapema leo hii na rais mpya aweze kuapishwa, ila kutokana na vijana Gen Z kukataa na hawapo tayari kumkubali Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, inaonekana kuwa ni pigo kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, huku azma yake ya kudumu kama rais aliyechaguliwa na Watanzania ikiendelea kufifia. Mbaya kabisa, hata nafasi ambayo alikuwa aweze kupewa baada ya kustaafu kwake ama kujiuzulu hataweza kupewa tena kutokana na historia ambayo imeweza kuandikishwa katika chama cha CCM. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa kile ambacho kimeweza kuchapishwa na France 24 kuhusiana na at least 700 dead in Tanzania's post-election protest, opposition say? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.